Yes, ni siku ya tatu ya mwaka 2026. Ni siku ya tatu ya kupanga mipango ya mwaka mpya, mwaka huu 2026. Sijui umepanga ufanye nini ndani ya mwaka huu. Jina langu ni Andrea Masawe. Sisi ndani ya Game Time tumepanga tukupe habari, matukio na vitu vyote ambavyo vinatokea ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo ndani ya Game Time nipo na Moro King pamoja na Mswahili Yusuf Masud. Wao labda waniambie ndani ya mwaka 2026 Masud ama Moro King, mmepanga mfanye nini ama mnaaga mipango ya mwaka mpya? Na nyinyi ni watu ambao mnapangaga mwaka huu nataka nifanye kitu fulani. New Year resolutions. Yes. Mmechana mikeka sana 2025. Watu wamelia sana. Mmepanga nini ndani ya mwaka 2026? 2026 ni mipango ya mikeka legit. Yaani watu watakula sana mikeka. Kwa hiyo na habari moto kutoka ndani ya Tanzania, hali kadhalika nje ya Tanzania, tutaendelea kuwapasha. Sisi ndio kazi inatuleta hapa. Moro King, mambo ya mwaka 2025 yamekamilika? Naona ni mtu wa mipango sana. Yote nimemwachia Mungu. Na Liverpool yako Mambo yote nimemwachia Mungu. Mungu atajua. Kwa hiyo kinyonge sana. Tuko hapo. Kinyonge sana. Bwana, ndani ya mwaka 2026, game ya kwanza kabisa, game ya Arsenal dhidi ya AFC Bournemouth. Kumbuka michezo miwili ya mwisho ya Arsenal dhidi ya AFC Bournemouth, Arsenal alipoteza kwa goli 4. Kwa wastani wa goli 4. Game ya kwanza alifungwa goli 2-0. Game ya pili ambayo ni ya mwisho, Arsenal alipoteza kwa goli 2-1. Wao wacheza game Jumamosi dhidi ya AFC Bournemouth. Kwa Arsenal, kwa Arteta, mbio za ubingwa, anakutana na Bournemouth ambao haina mwendelezo mzuri kwenye ligi kuu ya nchini Uingereza hivi sasa. Unaona mchezo aina gani kwa Arsenal? Game itakuwa ngumu kwa Bournemouth zaidi kwa sababu Arsenal wako katika sehemu ambao wana vitu vingi wanataka kuprove kwamba this is the season. Huu ndo msimu ambao wao wana jambo lao. Wanasema huu ni msimu ambao sio wa majaribio. Huu ni msimu ambao kuna kitu wanakitaka. Na ukiangalia mwendelezo wao kwenye Premier League ni mzuri, hawajapoteza in very many matches. Nadhani Arsenal wamepoteza game ya Villa, wamepoteza game ya Liverpool na sikumbuki game gani nyingine, lakini wamepoteza game chache sana. Na Bournemouth hana matokeo mazuri. Yes. Kwa hiyo mzani kama anavyopenda kusema bwana Andrea mzani unaangukia kwamba Arsenal watakuwa favorites kushinda mechi hii, lakini Bournemouth nao sio wanyonge kwa sababu walicheza na Manchester United, walitoka 4-4 na si timu ambayo utasema kwamba tunaenda kupata points. Ni timu ambayo tuweke. Ukitufunga na sisi tuna uwezo wa kufunga. So I'm looking forward to a very great game. I think ni mchezo ambao kwa Arsenal utakuwa wanauendea mchezo wakiwa kwenye under pressure. Hawatakuwa na hofu ya kupoteza mchezo. Yeah. Kwa aina ya timu ambao wanayokutana nao, lakini pia kwa aina ya matokeo ambayo wamekuwa nao Bournemouth. Unaweza ukasema hivyo, lakini kusema hawana hofu ya kupoteza sidhani kama ni sahihi. Okay. Football is a very beautiful game. Yeah. Football is a very mchezo ambao sometimes haueleweki. Yeah. Kwa hiyo lakini tukiangalia kwa mwendelezo wa performance za Arsenal, Yes. Probably unaweza ukasema kwamba wanaweza wakapata matokeo, wakaendelea kupata matokeo mazuri ambayo ya kuendelea kupambania ubingwa, kwa sababu kwenye makaratasi kuna gap kubwa sana kati ya Bournemouth na Arsenal. Mchezaji mmoja, lakini hata namna wanavyocheza kitimu. So sidhani kama ni game ambayo sio game ambayo, kwa sababu sasa hivi Aston Villa, City, kila timu inashinda game zake na tofauti ya points ni ndogo sana. Kwa hiyo the pressure
ipo, kwa sababu once ukidondosha point kuna wenzako wanaweza ku capitalize. Kwa hiyo pressure ipo, ila kwa namna Arsenal wanavyocheza, kwa namna wanavyotaka walivyopania kuchukua ubingwa msimu huu, ndio na namna Bournemouth walivyo na matokeo yao katika game almost 10 zilizopita, they fell off kabisa. Yani Bournemouth hawachezi tena vizuri kama wanavyocheza awali. Kwa hiyo nadhani ni game ambayo Arsenal wana hisia za kupata matokeo mazuri kuliko Bournemouth. Bournemouth wanaenda pale kusema let's go, tukaone kama tunaweza tukaanza kubadilisha msimu kutoka kwenye matokeo mabovu mpaka kuanza kuchukua points kwa Arsenal, itakuwa boost kwao. Lakini still sioni kama wanaweza ikawa shida kwa Arsenal kuchukua point 3 pale. Unai Emery, mchezo 11 wastani aliokuwa nao, kushinda mfululizo, aina kucheza dhidi ya Nottingham Forest, moja kati ya game ambayo kwa kiasi itakuwa ni game ya kuvutia. Aina ya wachezaji waliopo Aston Villa, aina ya wachezaji waliopo Nottingham Forest, mchezo unakuwa wa aina gani huu? Naona kama ni mchezo ngumu na hauna magoli kabisa. Kama ni betting, mimi ningeweka under 2.5. Unaweza kuona ni mchezo wa aina gani? Si uongo kwamba kwa mechi kwa msimu huu na msimu huu actually Villa wamekuwa ni timu ambayo ina vingi vya kuonesha. Villa imekuwa timu ambayo inaonea. Villa amemfunga City, amemfunga Arsenal, amemfunga United. Hii siri ya Aston Villa ipo wapi? Aina ya kocha alionaya ama aina ya wachezaji ambao wapo ndani ya Aston? Currently huwezi kutofautisha hivyo, aina ya kocha walienaye na aina ya wachezaji, kwa sababu wamekuwepo pamoja kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo huwezi kutenga hivyo vitu viwili. Na kwa hiyo kinachowapa faida zaidi ni wachezaji kudumu ndani ya timu kwa muda mrefu pamoja na mwalimu walionao. Yaani wachezaji kudumu pamoja na mwalimu walionao, kwa sababu hivyo vitu viwili huwezi kuvitenga kwa sasa hivi. Ingekuwa Unai ana miezi 6 au miezi 9 katika timu au mwaka mmoja, at least tungesema yeye ndo ameleta mabadiliko. Lakini the fact kwamba Unai amekuwepo hapo kwa msimu miwili mitatu na kikundi chake kile ambacho wanakuja wengine kidogo wanaondoka, wanaacha ile baseline, inafanya tuseme kwamba Unai na amefanikiwa kulishawishi kundi kuweza kuwa na matokeo bora na vijana wake wanajituma. Kama unakumbuka game ya Chelsea dhidi ya Aston Villa, kwa mtu alioangalia ile game first half ni kama Chelsea walikuwa washashinda ile game, lakini walivyorudi kipindi cha pili mambo yalibadilika, and wanakutana na Forest ambayo imepitia kipindi kigumu. Forest msimu uliopita ilikuwa na msimu mzuri bora sana, unlike timu ya hadhi yake ilikuwa na msimu mzuri, na kwa bahati mbaya mmiliki na kocha tuseme walizinguana. Marinakis na Nuno Espirito Santo walishindwana. Marinakis akamleta Ange Postecoglou ambaye one of the worst streaks kwenye Premier League. Hakuweza kudumu. Ni moja ya makocha ambao amedumu muda mchache sana kwenye timu. Nadhani hazikuzidi zaidi ya siku 35 alikuwa tayari ameshaondoka. Baada ya Ange Postecoglou kuondoka, kaletwa mnyama pale Sean Dyche ambaye tunaona si kwamba Forest wanafanya vizuri sana, lakini pia si vibaya sana ukiwalinganisha na zile bottom 3. Huwezi kusema kwamba wote wana matatizo yanayofanana. Kwa hiyo ninautazamia mchezo ambao una vingi vya kuonesha, kwa sababu unlike Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, kwa Aston Villa atakutana na timu ambayo na wao hawamuogopi. Unajua Arsenal, Chelsea, Liverpool labda na Man City wanamuogopa Villa sasa hivi kwa sababu anawaaibisha.
actually Liverpool siwezi kumweka kwenye hilo kundi kwa sababu Liverpool ni moja ya timu ambayo imeifunga Aston Villa msimu huu. Lakini nachomaanisha ni kwamba Aston Villa anawaaibisha vigogo. Sasa anakutana na timu ambayo hawaogopi. Nottingham Forest sidhani kama anamuogopa Aston Villa kwa sababu kwake yeye Aston Villa ni Aston Villa tu. Yaani ni kama useme mtu apewe nafasi siku moja ya kuishi Ikulu, hiyo haimfanyi kuwa rais. Kwa hiyo naamini Nottingham Forest atampa upinzani mkubwa sana Aston Villa. Ukiongelea ligi kuu nchini Uingereza, unaviongelea vilabu kama vitatu hivi sasa. Arsenal, Manchester City pamoja na Aston Villa kwenye mbio za ubingwa. Lakini ukiongelea ligi kuu nchini Hispania, unaiongelea FC Barcelona, unaiongelea Real Madrid hivi sasa. Ni moja kati ya vilabu ambavyo vipo kwenye mbio za ubingwa, lakini pia huwezi kusahau Atletico Madrid. Wamekuwa na msimu bora sana katika mbio za ubingwa. Kwenye ushindani, lakini mbio za ubingwa unaweza kumtaja Real Madrid pamoja na FC Barcelona. FC Barcelona toka amefungwa na Chelsea hajapoteza mchezo wowote ndani ya kwenye michezo yote ambayo ameicheza. Anaenda kucheza dhidi ya Espanyol weekend hii akiwa ugenini FC Barcelona. Kwa Hans Flick mchezo unakuwa aina gani? Umeona Araujo tayari amerejea mazoezini. Anaenda kwa mchezo aina gani kwa FC Barcelona? Kama kawaida mashabiki we are always looking forward to Barcelona winning. Nadhani ligi ya Spain ilivyo ni kwamba Real Madrid na Barca ni timu ambazo tunasubiri zikifungwa tushangae kwa sababu ya total dominance ambao wamejiwekea. Yaani huwa tunatazamia labda Barcelona atafungwa labda na Espanyol kwa sababu ya mahusiano yalivyo. Anaweza kufungwa labda na Atletico Madrid kwa sababu ya uwezo ambao Atletico Madrid wanaonesha, Athletic Bilbao na Real Betis. Hizo timu zingine Deportivo Alaves na hizo zingine zote tunaona tu kwamba we are looking forward to either Barcelona au Real Madrid winning. Real Madrid on the other hand tunatazamia Barcelona amfunge, tunatazamia Atletico Madrid kidogo kunakuwa na ushindani hapo. Tunatazamia Athletic Club au Atletico Bilbao. At least hapo tunakuwa tunatazamia kwamba kuna chochote kinaweza kikatokea. Coming back to the game at hand, ninatazamia kwamba kama kawaida Flick kwanza, rekodi zinaonesha kwamba tangu Hans Flick ajiunge na FC Barcelona amekuwa na wastani wa magoli 3 kwa kila mchezo alioshiriki. Kama ninakumbuka sahihi ni kama kila mechi ambao Hans Flick ameshiriki kama kocha wa Barcelona amefunga zaidi ya magoli 3. Kwa hiyo ni wastani wa magoli 240 kwa kipindi ambacho Hans Flick amekuwepo. Hiyo ni namba kubwa sana ya magoli. Wastani wa magoli 3. Well, hilo ni tatizo lingine, lakini kwanza wanashinda magoli mengi. Mara ya mwisho tulizungumza kuhusu FC Barcelona, tulisema kwamba Barcelona wao hawajali wewe utawafunga ngapi. Wao watakufunga tu idadi wanayoweza. Ukiangalia idadi kwenye El Clasico 4-3, 5-4, 4-4, 4-2 zimekuwa nyingi sana, na kwenye sheet ya matokeo yao 4-1, 4-2, 4-3, 3-2 most of that. Kwa hiyo tusubirie. Nataka nikupe na kazi moja kubwa sana. Kuna ligi inaitwa ligi kuu ya nchini Italia, Serie A. Ukiangalia msimamo wa ligi ulivyo, ni moja kati ya ligi ambayo ina ushindani mkubwa sana. Juventus anashika nafasi ya 5, I think ana alama 32. Lakini anayeongoza ni Inter Milan ana alama 36. Nafasi ya pili AC Milan ana alama 35, Napoli ana alama 34, then AC Roma ana alama 33, afu Juventus ana alama 32. Yaani ni gap kama timu moja ikipoteza game moja kunakuwa na mabadiliko ya msimamo wa ligi. Weekend hii Atalanta anacheza dhidi ya
AC Roma. AC Roma ana msimu yes. AC Roma ana msimu bora sana. Lakini Atalanta kwa msimu huu hana msimu bora. Yeah. Ukiangalia rekodi ya Atalanta na AC Roma, michezo mitano mfululizo kwenye michezo mitano ya mwisho wamedraw game moja tu. Lakini michezo yote iliyobaki Roma amepoteza msimu huu kati ya yeye na Atalanta. Yes. Wanaenda kucheza weekend hii Atalanta dhidi ya AC Roma. Unaenda kuwa ni mchezo aina gani kwa Roma? Ni swala la mwendelezo mzuri wa performances kati ya hizi timu. So sio kwamba Roma wamekuwa wako bora sana, lakini wanaokota points. Yes. Sawa. Na nadhani inaweza tukasema pia ligi ina ushindani, lakini inawezekana kwamba hizi timu zote kwa msimu huu zina nguvu inayoshabihiana. So inaweza ikawa sio kwamba ni ligi ambayo ina ushindani sana, lakini pia inaweza ikawa ni ligi ambayo kwa msimu huu hizi timu zikawa zina viwango vinavyo karibiana sana. Kwa sababu ukiangalia hata kwenye game za baina ya hawa watu watano, hizi timu tano hizi. Anaongezeka Como hapo. Como ni kama surprise package. That's surprise hero. Como imekuwa ni timu ambayo kiukweli msimu huu sijaacha. Sikumbuki kuna game ambayo sijaangalia. Okay. Kwa sababu Fabregas ameni surprise. Yeah. So back to game ya Roma na Atalanta. Again, Roma wamekuwa wana matokeo mazuri na wanacheza kwa kujiamini sana. Once ukiwa unapoteza michezo kama wanapopoteza Atalanta au kuwa na matokeo ambayo hawatarajii kuyapata, confidence inashuka. Yeah? So inakuwa ngumu sana kucompete mentally, hata physically, kwa sababu it's all start here. Unapokuwa uko vizuri, una confidence kwamba tunashinda hizi game, tunacheza vizuri, kuna vitu vinatokea easily. Lakini kwa upande wa Atalanta ni tofauti kidogo. Imekuwa ni shida kwao, tofauti na wenzio AS Roma. So kuna uwezekano mkubwa wa AS Roma kupata matokeo chanya kwenye hii game. AS Roma kuvunja rekodi ya game 6 dhidi ya Atalanta. Bwana, ni moja kati ya mchezo ambao watajua kwa kuvutia Jumamosi hii. Bwana, Jumapili moja kati ya mchezo ambao unasubiri kwa hamu kweli, mchezo wa mashetani wekundu. Klabu ya Manchester United wapo wachana dhidi ya Leeds United. Manchester United wapo ugenini. Leeds tunajua moto wao ulivyo. Hawaogopi klabu kubwa. Ni kweli. Hawaogopi pia kuruhusu magoli. Unaweza kumfunga unavyotaka na yeye atakufunga pia anavyotaka. Manchester United unaenda kuchomoka vipi kwenye mchezo huu? Na ni mchezo mgumu sana kwako. Of course, kwa namna wanavyocheza Leeds ambao wamekuwa wanacheza for the past like 5 games, 5-6 games, confidence inakuwa kila game. Ndio maana wana matokeo kama walioyapata. Lakini msimu huu United wamekuwa pia wana matokeo mazuri. Kama nilivyosema siku ya game na Crystal Palace, United wamekuwa wana matokeo mazuri kwenye games za ugenini. So kama shabiki wa United najipigia chapuo kuona kwamba still United wanaweza wakashinda hiyo game. Lakini kama mtu baki ambaye anapenda football, still United wanashinda hiyo game. Najua utakuwa na maoni sana juu ya game ya Manchester United. I think tuongele game yako na Fulham Jumapili. Upo na Fulham. Game ya mwisho alikufunga goli 3-2 Craven Cottage ukiwa ugenini. Sasa hivi ni Anfield. Sasa no. Nadhani hii ndio timu ambayo inacheza nayo. Maana hii game ya mwisho ilichezwa April. Yeah, hii ni Craven Cottage. Kwa hiyo Fulham yuko nyumbani. Yeah. Fulham wanatupa shida. Si games ambazo tunasema kwamba ni rahisi. Fulham wanatupa shida. The last game kabla ya hii unayotaja
tulishinda kwa magoli 4-3, ambayo goli la 4 alifunga Trent Alexander-Arnold kama unakumbuka. And Fulham wanatupa shida kwa sababu Fulham, Nottingham Forest ni timu ambazo haziogopi kucheza na vigogo. Actually Fulham, Nottingham Forest, Crystal Palace hawaogopi kucheza na vigogo. Yaani wao draw, kuna wakati Brentford, Brighton, kuna wakati Bournemouth pia. Wao game plan yao, namna ambavyo Fulham anajiandaa na mechi za vigogo na namna anavyojiandaa na mechi kama ya Leeds ni tofauti kabisa, because hapo utakutana na vijana wao wale wamejipanga kabisa kuja kuleta noma, na hayo ndo maeneo ya wao kuonekana. So I'm looking forward to a very tough game, na kitu kizuri kuhusu sisi Liverpool kwa sasa ni kwamba tumeanza kushinda. Hatujakuwa na matokeo mabaya of recent. Kwa hiyo tofauti na namna ambavyo tulianza na sasa hivi ni kwamba tunakuja na naamini kama vijana wangu wakijikaza kidogo tu Craven Cottage sisi tutawapiga bwana hao. Ukiweza kusikia hao maneno bwana Yusuf, ujue mwenyewe pia hajaamini. Hapana, mimi naamini, mimi timu yangu naiamini bro. But you cannot say the same about your team. Can you say the same? Because you are overly beaten in December. Unaweza kaangalia hapo December Chelsea ilikuwaje? Nimeiangalia. You are overly, yani you are overbeaten. Tumemfunga FC Barcelona. Sitamani kuangalia tena rekodi zilizofuata. Chelsea kwa jinsi ambavyo mpo mwezi December is a December to forget. Inaniuma sana nafungua mwaka na Manchester City. Sikumbuki nimemfunga lini Manchester City mbali na finali ya Champions. Sasa nakuuma nini? UEFA Champions League. Wewe inakuuma nini? Toka 2021 sikumbuki nimemfunga lini Manchester City. Funga tu tena kwa sababu ni bora zaidi yako wewe. Yaani kwa kifupi ni kwamba yes, baada ya nyinyi kumfunga Barcelona tarehe 25 Novemba, tarehe 30 Novemba mlidraw na Arsenal 1-1, tarehe 3 na Leeds mlifungwa 3-1, tarehe 6 Disemba mlitoka bila na Chelsea, tarehe 9 Disemba dhidi ya Atalanta mlifungwa 2-1, mkaja kidogo tarehe 13 Disemba mkajikongoja mkampiga Everton Carabao. Hivi ni Carabao EFL? Carabao mkashinda 3-1 dhidi ya Cardiff City. Baada ya hapo mkatoka 2-2 dhidi ya Newcastle. Baada ya hapo mkafungwa dhidi ya Aston Villa. So umeshinda game moja tena Everton. Game moja dhidi ya Everton kwenye Premier League. Game moja wameshinda pia game moja dhidi ya Cardiff kwenye Carabao. You are overly beaten in December. In serious way. Game ya Chelsea dhidi ya Manchester City. Game ya mwanzo kabisa. Nadhani ndio itakuwa game ya kwanza kubwa kwa mwaka 2026. Mchezo aina gani huo? Game kubwa au game inayohusisha top 6. Chelsea dhidi ya Manchester City. Yeah, it is. Hata performance I think kuna vitu vidogo sana vinapungua ndani ya Chelsea, lakini at least that's what you want to believe bro. Naamini hiko ni kitu wewe ungependa kukiamini. Lakini sasa akipo hivyo bro, sehemu ambapo City yupo Chelsea bado sana. Msimu huu nalijua hilo. Yaani wewe unajua hilo. Sehemu ambapo City yupo msimu huu kwenye kikosi cha wachezaji kabla hawajacheza, Chelsea mna safari ndefu sana kufika huko. Kwa ni mchezo mgumu kwa Chelsea ama mchezo mgumu sana kwa Chelsea bro. Nikisema mgumu tu nakuwa nakosea. Ni mchezo mgumu sana kwa Chelsea kwa sababu mind you ukiachana na matokeo ya hiyo game wiki ya katikati hapo,
City ameshinda mechi ngapi mfululizo? 5, 6. Yuko nyuma ya Aston Villa. Yuko nyuma ya Aston Villa. Michezo mfululizo ya Premier. Alishinda michezo 7. Ambaye anayeongoza ni Aston Villa, mechi 8. Hakuna mtu ana streak ya aina hiyo. Na kwa bahati mbaya, when Pep Guardiola is closer, narudia kauli yangu ya images might appear closer than they look. Pale ambapo Pep anakimbiza kikombe huwa unstoppable, lakini huwa tunatoa a very small chance ya kwamba anything in football is possible. Lakini tusidanganyane, game ya City dhidi ya Chelsea ni game ngumu zaidi kwa Chelsea kuliko kwa City, kwa sababu City wana kitu. Nilisema game weeks zilizopita kwamba kuna sababu kubwa 3 kwa nini Chelsea hawezi kuwa contender, at least paka wakati tunazungumza sasa hivi. Kama atabadilika huko mbele hatuwezi kujua, lakini as it stands right now kuna mambo makubwa 3 yanayoisumbua Chelsea. Moja, nidhamu. Uliangalia game ya Aston Villa, kwenye game ya Aston Villa Liam Delap aliingia dakika 2 tu, it only took him 2 minutes akapata kadi ya njano kwa sababu ambazo hazieleweki. Sababu namba 1 ya Chelsea kutokuwa na matokeo mazuri, 1 ni nidhamu, 2 ni umri wa kikosi. Wadogo sana. Wale madogo bado hawajakomaa kiakili. Ndio maana wao kila kitu kwao ni mashindano. So game ni ngumu sana kwa Chelsea. Game kubwa 2026 inakutanisha timu kubwa barani Ulaya. Mpaka unajisikia hivi. Amini mambo yake. Kwa Chelsea hawezi kuambulia hata sare. Inawezekana. Kuwezekana inawezekana. Football iko hivyo. Ndio? Kuwezekana kuambulia sare inawezekana. Kuambulia sare inawezekana. Lakini mwaka umepinduka, tuna miezi mingapi? 4. Ya mpaka mwisho wa msimu. Yes. Kwa hiyo bwana Kipara ameshaona kama ni miche imeshaanza kutoa matunda, ni ngumu sana kuiacha ikauke. Kwa hiyo itakuwa ni kazi, shughuli pevu sana kumzuia Pep kuanzia Januari hii, na Chelsea sio mtu wa kumzuia Pep. Nimeikata hiyo. Nitaikata. Chelsea sio? Ukweli hiyo nimeondoka nayo. Tutakuwepo hapa next week. Kabla mjafika hapa, itakuwa ishasambaa sana maeneo fulani. Sawa. Chelsea si mtu wa kumzuia Pep. Yeah. Thank you. Actually kuna timu chache sana ambazo zinaweza zikamzuia Pep. Yaani if you are being honest, kwenye Premier League kuna timu chache sana zinaweza zikamsumbua Pep Guardiola right now. Katika state ambao Pep yupo sasa hivi. Unajua maneno yameanza Pep alivyoanza kufanya vizuri. I think moja kati ya timu ambayo ilikuwa inapitia wakati mgumu zaidi kwenye Premier, kwenye EPL ni Manchester City. Kaka, sifa ya timu kubwa au sifa ya timu inayotaka kushinda vikombe ni uwezo wa kufanya comeback. Kwa hiyo unamaanisha sifa ya comeback ya Manchester City? I'm not saying that, but I'm saying yani nasema hivyo lakini sisemi hivyo. Nasema kwamba sifa ya timu ambayo inataka kushinda vikombe ni uwezo wa kurudi kutoka chini. Kama mfano Arsenal si anataka ubingwa. Nilisema hapa wiki iliyopita kwamba Arsenal at one point alimpoteza Saliba, at one point alimpoteza Gabriel ambaye alirudi game wiki iliyopita kwenye game ya Brighton. Nadhani game ya Brighton ndo Gabriel alirudi. Arsenal kuna wakati alimpoteza Timber, kuna wakati alimpoteza Saka, kuna wakati alimpoteza Martin Odegaard, kuna wakati amempoteza Mosquera, kuna wakati amempoteza Insepe.
kuna wakati amempoteza Ben White, lakini Arsenal yuko wapi sasa hivi kwenye sheet ya ubingwa, kwenye sheet ya nani ya msimamo Arsenal yuko wapi? Bado yupo kwenye mbio za ubingwa. Yes, that's what I'm talking about, kwamba sifa ya timu inayotaka ubingwa ni kuweza kurudi kwenye situations kama hizo. The fact kwamba Pep alianza, kuna wakati tulimrule out Pep kabisa kwenye mbio za ubingwa, lakini look at him right now. Aston Villa wakicheza dhidi ya Chelsea first half, tulisema hii game imeisha. Ukiangalia zile statistics za kipindi cha kwanza, niangalia zile statistics, ilikuwa ni very interesting kuona kwamba that was total domination. Yani ilikuwa ni namna ambayo mtu yoyote akiangalia anasema kwamba hii imeenda, hii imepita. Lakini kilichotokea ni kwamba Villa waliweza kurudi, na Villa waliweza kurudi kwa sababu kuna namna ambayo Villa waliangalia. Kocha wa Villa anajua sana kwenye swala la substitution. Yaani substitution zake lazima zilete madhara kwa timu pinzani. Anaweza kumuuza mchezaji ukajiuliza hivi kwa nini hakuanza? Sio kocha amateur una Emery. Yaani watu wengi wanamsahau. Nadhani watu wanamsahau, lakini nadhani sio tu kumsahau, wanamshusha ama kumdharau kutokana na hiyo stint yake akiwa Arsenal. Wanahisi kwamba si kocha mzuri, lakini Unai ni kocha mzuri, ameshinda mataji ya Ulaya, mataji kadhaa na back to back na Sevilla. So si mgeni wa mashindano ya clubs, ya local league, si mgeni wa mashindano ya Ulaya. Amefanya kwa weledi mkubwa kabisa. Kusema kwamba anajua kufanya, of course kwa kocha mzuri, swala hiyo ni game management. Kuweza kujua ni muda gani, mahali gani na namna gani nikifanya naweza nikabadilisha matokeo. Tena kuna wakati ulimsifia Arteta kwamba Arteta anafanya substitutions that matter. Anyway, kwenye game ya Chelsea dhidi ya Villa, key stats kwenye shots, Villa alikuwa na shots 0, Chelsea alikuwa na shots 10. Shot on target, Chelsea alikuwa nazo 3, Villa alikuwa nayo 0. Ball possession, Chelsea 76, Villa 24. Passes, Chelsea 316. Hiyo ni first half peke yake. Aston Villa alikuwa na pass 142. Pass accuracy, Chelsea 94, Villa 77. I think those are the only fouls. Chelsea 7, Aston Villa 6. Hiyo ni first half. Mtu yoyote anayeangalia mpira kwa kufuata statistics, hii game ilikuwa na hapo, mind you, Chelsea alikuwa anaongoza 1-0. Mtu yoyote anayeangalia game kwa kufuata statistics, hii game ilikuwa imeshaisha. Na hii game ilikuwa imeshaisha kwa sababu mtu ambaye ana possession 76 dhidi ya 24, passes 316 dhidi ya 142. At one point ni kwamba hiyo game tayari imeshakwisha. Wanasema timu yoyote ambayo inataka kufanikiwa, kushinda taji, kufika fainali, kucheza michuano yoyote ile, lazima iweze kurudi kutoka chini. Kwa hiyo Arsenal, Man City, Villa, because the last time tulikubaliana kwamba it's only fair kumweka Aston Villa kwenye mbio za ubingwa kwa sababu ya namna ambavyo anaperform at the moment. Sasa namna atakavyo perform baada ya hapo we don't know, but at the moment the fact kwamba Villa, Arsenal na City wana tofauti ya point 2-3 hapo katikati yao, kama hawawezi kuwa resilient kwenye kupata matokeo, hawawezi kufanikiwa. Okay, tusubiri tuone. Na nimeangalia game ya Real Madrid ya weekend hii, nimekumbuka kitu kimoja. Kwenye kila ligi kuna baadhi ya timu ambazo ukizifunga, ukiachana mkubwa wako kumfunga,
kuna baadhi ya timu ukizifunga pia inakurahisishia kwenda kuchukua ubingwa, lakini pia kuna baadhi ya timu zinakuwa vikwazo sana kwenye timu mbalimbali kuchukua ubingwa. La Liga ni moja kati ya ligi ambayo inaongoza kuwa na hizo timu. Ukimwangalia FC Barcelona akiwa kwenye mbio za ubingwa, akicheza dhidi ya Real Betis unakuwa ni mchezo mgumu sana, dhidi ya Atletico Club, dhidi ya Real Sociedad kwa wakati mwingine, dhidi ya Real Madrid ambaye ni mpinzani wake, na Espanyol. Hizi ni timu tano ambazo unaweza kusema ni kikwazo kikubwa sana kwa big team Real Madrid pamoja na FC Barcelona. Real Madrid anakutana na Real Betis. Ukiangalia takwimu za Real Madrid na Real Betis kwenye game za hivi karibuni, ni game ambayo unaweza ukawa ni mgumu kutabiri kwa sababu wameenda sare kwenye michezo mingi sana. Real Madrid nadhani ameibuka na ushindi kwenye michezo mmoja, I think ikizidi sana miwili dhidi ya Real Betis. Kwa Real Madrid unavyoiona msimu huu, michezo ya hivi karibuni, michezo mitano, kashinda michezo mitatu ya mwisho kwenye mashindano yote, kucheza michezo miwili ya nyuma. Lakini ukimwangalia Real Betis, I think kwenye michezo mitano kapoteza tu dhidi ya FC Barcelona, na ni mchezo ambao ulitoa goli 8. FC Barcelona alishinda goli 5-3, I think. Yes. Yeah. Unaona kwa mchezo ina gani kwa Real Madrid? Kwa namna Real Madrid wamekuwa wana perform msimu huu, wamekuwa wana perform kwa vipindi. Wanakuwa wana perform kwa vipindi. Kuna walivyoanza msimu, walianza msimu vizuri sana, then wakaanza kuwa na wameingia leo kesho wametoka, wameingia leo kesho wametoka, na mara wamerudi tena kidogo na consistency bado, na wakamfunga na Barcelona. Lakini wamerudi tena kwenye issue yao ile ya makosa mengi sana. Wanafanya makosa mengi sana, especially kwenye backline. Makosa ambayo yanapelekea magoli, makosa ambayo yanapelekea red cards, makosa mengi. Unakuja kusema hii ni timu ambayo inatakiwa ipambane kwa ajili ya kutafuta kusaka ubingwa, kuchukua ubingwa. Barcelona wamechukua ubingwa msimu uliopita, kwa hiyo ni deni kwa Real Madrid tena msimu huu. Sasa unapopata matokeo ambayo mwenzako anashinda kila game na wewe una fail kushinda game zako tena kwa makosa ambayo yanajirudia kwenye backline, kuna maswali mengi sana kwa Xavi Alonso. Kuna maswali mengi sana. Ilifika mahali mpaka bodi ilibidi itoke kumkingia kifua. Kusema kwamba kibarua chake kiko salama, tunamwamini. Lakini Real Madrid ni one of the ruthless club kwenye issue yani hawana patience. Hawana patience. So sawa, unaweza kuwa wametoka kusema kwamba tuko nyuma yake, lakini wakiwa ndani huko wanasema mzee, matokeo ni muhimu. Hatuwezi kuwapa kitu cha kusema wapinzani, haiwezekani. So Real Betis wamekuwa wana kama Leeds wanafunga sana pia. Anton shida kumfunga. Anton amekuwa on fire, yani tangia ameenda akiwa kwa mkopo mpaka ameanza msimu vizuri. And the whole team wanacheza vizuri sana Real Betis. Kutakuwa na shida endapo Madrid wakipoteza hii game tena. Kutakuwa kuna shida kwa sababu wanahitaji ushindi na wanahitaji kubuild confidence kwa ajili ya kukimbizana na Barca. Barca anaonekana kila akiingia anakurarua, anaenda zake na safari zake. So you need to win these games. Siku ambayo unakutana naye mpinzani wako, nyie ndo muamue nani anachukua ubingwa. So itakuwa ni game ngumu kwa Real Madrid, na ione itakuwa game ngumu kwa sababu ya hayo mapungufu kidogo ambayo wanayo kwenye backline yao. So sitashangaa pia kama Real Betis wakichukua point 3. Kiongozi anasema Real Madrid ni ruthless kwenye hiring and firing. Klabu yoyote kubwa duniani
Nakumbuka marehemu Ephraim Kibonde alikuwa anasema actually alikuwa ana quote kwamba coaches are hired to be fired, kwamba makocha wanaajiriwa ili watimuliwe. Namkumbusha ndugu yangu hapa kwamba Manchester United msimu mmoja uliopita walishinda kikombe cha FA na walikuwa na matokeo mabovu tu, walikuwa hawana matokeo mazuri. Walishinda kikombe cha FA na walikuwa chini ya Erik ten Hag, na baada ya kushinda FA walimuongezea Ten Hag mkataba despite watu wengi sana kuwa anticipate kwamba pamoja na kwamba Ten Hag ameshinda kikombe anaondoka. Majamaa wakampa mkataba mpya, lakini hakumaliza hata robo ya msimu wakamtimua. Sometimes body inaweza ikaja tu ikasema kazi yako iko salama, you just do your thing, lakini kumbe behind closed doors wanaanza kujadiliana kwamba nani atakuwa kocha wetu mwingine baada ya wewe, because atmosphere nzuri pia inachangia timu kufanya vizuri. Kuna wakati Jose Mourinho alisema kwamba hawa wachezaji wakubwa mastaa hauwafundishi soka, unawafundisha tu kukaa kutengeneza mfumo wako, yani wao wachezeje, kwa sababu Jude Bellingham amekuwa akicheza soka tangu akiwa mdogo sana. Kuna vitu vichache sana ambavyo Jude Bellingham anahitaji kutoka kwa kocha sasa hivi. Kwa wale Jude Bellingham, Vinicius, the whole of Madrid ni wachezaji ambao if we are being honest huna cha kuwafundisha, ila timu inahitaji kuwa na kocha ambaye atakuwa na falsafa kwamba jamani, mimi nataka tucheze 1, 2, 3. Kwa mfano nilikuwa naangalia podcast moja ambao Fabregas alifanya na TNT, Paramount TNT. Fabregas alisema kuna makocha wa aina 4 na alitaja mfano kama Arsene Wenger, Jose Mourinho, Antonio Conte, nadhani na kuna kocha mwingine alimtaja. Alisema Wenger anakufundisha lakini anakuacha huru. Conte anakufundisha na anakuonesha namna ambavyo yeye anataka kufanye. Jose Mourinho ni kama inspirational speaker, anakufundisha na anakuboost morali yako kwamba I say sawa, I know you can do this and that, lakini bado una uwezo, yani ana boost morali yako kubwa kuliko hicho ulionacho. Nadhani kocha mwingine alimtaja alikuwa ni Ancelotti. Yeah, Carlo Ancelotti alitaja hao makocha 4 kabisa, akasema bwana Ancelotti huyu alisema ni man management. Yep. Na kama unakumbuka Ancelotti akiwa Real Madrid hatakuwa na matatizo ambayo tunayaona sasa hivi. The fact kwamba sasa hivi kuna tetesi kwamba Xabi Alonso ame lose the dressing room, hatukuwahi kusikia hiyo enzi za Carlo Ancelotti. Lakini anyway, kila masika na inaonekana inaonekana kwa Alonso. Sasa hizo si ni habari tu, lakini bahati mbaya sana hizi kelele huwa zina project baada huko nje baadaye. So kama timu inacheza vizuri, inapata matokeo, kuna vitu wala huwezi visikia. Okay. Yaani huwezi kuvisikia. How unapoteza uaminifu kwenye dressing room wakati week in week out unapata matokeo mazuri. So hayo yote yalikuwa yanakuja baada ya Madrid kupata matokeo ambayo hawakutaka kuyapata. So lose dressing room, kutokuwa on good term na Vini, Vini anaondoka mwisho wa msimu, Rodrigo so Endrick ameondoka, vitu kama hivyo. Kuna kelele nyingi around the club, na kuna makocha haileti taswira nzuri, na huwa inachagiza sana pia kudumaza matokeo mazuri. Na kuna makocha ambao hawakupi hiyo opportunity. Kwa mfano, we all remember what Mikel Arteta alimfanyia Gabriel Aubameyang. Yani the moment anaona kwamba kuna namna ambayo wewe hauendani na mimi, hata kama wewe ni mkubwa kiasi gani, unakuwa sidelined.
Xabi Alonso anaweza kufanya. Tumeona kitu ambacho Mohamed Salah amefanya kwa Arne Slot. I dare you, mchezaji yoyote wa Arsenal aende kwenye vyombo vya habari aseme kitu kuhusu Arteta, tuone kama atacheza. Haiwezekani. Kwa hiyo kuna aina ya vitu ambavyo mchezaji anaweza akasema akiwa tayari ashaondoka. Okay. Lakini the fact kwamba the fact ni kwamba kuna baadhi ya makocha bado wanachukuliwa poa na baadhi ya wachezaji. Nachelea kusema hivyo, lakini naamini hivyo ndivyo ilivyo. The fact kwamba mpaka sasa hivi Ruben Amorim ana ugomvi ambao hatujui unatokea wapi unaenda wapi na mtoto kama Kobbie Mainoo. Yaani kuna aina ya makocha ambao the moment ukienda kinyume na ambacho yeye anakisema, tutakuwa tunasikia tu kama Ruben Amorim alivyokuwa anasema kwa Rashford. Unfortunately Rashford did not do it, did not cut into the team, did not cut in. Aliongea hayo maneno wiki 5 mfululizo mpaka watu wote tukajua okay. Rashford imeisha hii. Bwana, ni mwaka 2026. Mwanzo wakati tunaanza kipindi hiki Yusuf alikwambia mwaka huu atakupa mkeka wa uhakika. Tunaenda kutoa game 5 za kwanza kabisa za mwaka 2026. Na game yetu ya kwanza ni ya Bournemouth dhidi ya Arsenal. Unakwenda na nani hapa? Kiongozi, unakwenda na nani bwana? Bournemouth na Arsenal. Arsenal atashinda hiyo game. Easy atashinda tu. Nimebet mara nyingi sana kwamba Arsenal wanafungwa, lakini sasa nimekuja na mbinu mpya. Ndio. Kuna wataalamu wa saikolojia wanaosema kitu kinaitwa reverse psychology. Unamuonesha mtu kwamba unataka kitu kumbe ukitaki, ili yeye akikikataa wewe unakuwa umefanikiwa. Mimi na bet kwamba Arsenal wanashinda. Espanyol dhidi ya Barcelona. An easy win for Barcelona. Barcelona. Derby Barcelona inaitwa. Leeds, lakini ni derby ambayo ni derby kama vile London derby. Okay. Arsenal wanaweza wakawa wako ovyo na bado wakawafunga Spurs. So Barca anashinda hiyo game. Leeds Manchester United. Sio game rahisi sana, lakini United anashinda. United anashinda hiyo game. Manchester City Chelsea anashinda hiyo game. Baada ya kusema kwamba City anashinda hiyo game. Chelsea sio wa kumzuia City. City anashinda hiyo game. Bro, City anashinda hiyo game vizuri. Fulham Liverpool anashinda bro. Liverpool anashinda hiyo game. Hizo game 5 bwana za 2026. Mimi nakwambia umpe Arsenal dhidi ya Bournemouth. Okay. Mpe Barcelona dhidi ya Espanyol. Mechi ya Manchester City dhidi ya Chelsea. Mpe Manchester City goli 1. Liverpool Fulham. Liverpool anashinda. Leeds dhidi ya Manchester United anashinda. Asante sana. Bwana, mimi ni Andrea Masawe, niko na Moroccan pamoja na Mswahili Yusuf Masud. Tumekuwa nawe hapa kwenye kipindi cha kwanza kabisa cha mwaka 2026. Endelea kutufuatilia. Instagram tufuatilie kupitia Dimbani Connect, YouTube Dimbani Connect, lakini pia usiache kusubscribe kwa sababu kila weekend tunaachia vigongo vya weekend, uchambuzi wa michezo yote vile ambavyo sisi tunaona utavipata pale YouTube, lakini Instagram, TikTok, Facebook tufuatilie kupitia Dimbani Connect. Uwe na wakati mwema, uwe na mwaka wenye mafanikio. Game time, tuonavyo sisi.